Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa funzo hili linalokuja lipite ndani ya mioyo watu wako. Asante kwa neema na kibali uliyotupea. Kwa Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Warumi, maana ya funzo letu la leo ni ya kwamba mfano kutoka kwa sheria ya ndoa. Huu ni mfano kutoka katika ile sheria ya ndoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaanza mstari wa kwanza. Nitasoma. Maiki ziko wapi? Nitasoma. Warumi 7 mstari wa kwanza unasema, ndugu zangu, hamjui? Hatujui sisi. Maana anasema na hao waijuayo sheria. Anaongea na wale wanaijua sheria. Ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Torati au sheria inamtawala ule mtu yule akiwa hai. Yaani yule mtu angali akiwa uzima ama ako uhai. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai. Mke na mume wamefungwa sheria kwa sababu yule au wote wako hai, wako bado wanaishi, wamefungwa sheria, wako chini ya sheria. Wale watu wako chini ya sheria kwa sababu wamefungwa, hao ni wafungwa. Bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi mume akikufa, sheria ya unakusa ule mume na mke, basi imefunguliwa kwa ile sheria ya kiume. Basi wakati hawapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine huitwa msinzi. Basi akiwa hai wanasema kwamba akiwa na mwingine huitwa nini? Msinzi. Ila mumewe akifa amekuwa huru. Mume wake akikufa anakuwa huru kuitwa mjane. Afungwi na sheria hiyo. Hawezi akafungwa na hiyo sheria. Hata yeye si msinzi. Ajaolewa na mume mwingine. Ajaolewa na mume mwingine. Kadhalika ndugu zangu. Kadhalika pia nanyi ndugu zangu. Ninyi pia mmeifia torati. Pia nanyi mmeifia ile torati. Kwa njia ya mwili wa Kristo. Kwa njia ya ule mwili wa Kristo. Mpate kuwa mali ya mwingine. Basi tupate kuwa mali ya mwingine. Yeye afufukaye katika wafu. Yeye anayefufuka katika wafu. Kusudi tumzalie Mungu matunda. Basi tukuje tumzalie Mungu matunda. Lakini sisi ni wafungwa kwa mwingine kwa mwingine. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili. Wakati tulipokuwa katika hali ya mwili. Tamaa za dhambi zilikuwako kwa sababu ya torati. Tamaa za dhambi zilikuwako kwa sababu ya ile torati iliyokuwa. Zilitenda kazi katika viungo vyetu. Zilifanya kazi kwa mwili wetu. Hata mkaizalia mauti mazao. Mpaka tukazaa matunda ya mauti ya uharibifu. Bali sasa tumefunguliwa katika torati. Sasa hivi tushafunguliwa. Tumeifia hali ile iliyotupinga. Tumeshaifia ile hali iliyokuwa imetupinga. Ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho. Si katika hali ya zamani ya andiko. Basi tupatilike na tujiepushe na ile dhambi na tupatilike ili sasa tufanyike upya katika sheria ya roho. Katika sheria ya Kikristo ili tumtumikia nani? Mungu. Tusemeje basi? Basi tuseme nini? Torati ni dhambi? Torati hii ni dhambi? Hasha. Basi hakuna. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutumani. Basi ikiwa umejua dhambi, basi ujiepushe, ujaribu saiti. Ikikupata imekukusa, tafuta vile utapata kutafuta njia msamaha ili uepukane nayo kabisa ama ujitenge nayo. Kama torati singalisema usingetamani. Kama ile sheria ingelikuwa imesema ama kama sheria haungekuwa na tamani. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri. Dhambi ilipata nafasi kwa ile amri. Ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Ikafanya ndani ya moyo wangu kila namna ya kutamani. Kila wakati ukiona unatamani. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Dhambi bila sheria imekufa. Nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria. Niliishi bila kuwa na sheria. Ila ilipokuja ile amri, dhambi iliukia, nami nikafa.
Dhambi iliinuka kwa sababu sikufuata sheria, sikusimama katika sheria, ama sikukumbuka kwamba nimekosa, nikarudi juu ya msalaba nikatubu. Basi dhambi ilikuja ikanitesa, nikaonekana ninakufa ndani ya dhambi. Nikaona ile amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Dhambi ilifanya nikakosa kuona sheria ile inayoleta uzima ndani mwangu, mpaka ikafika wakati dhambi ikaniongoza, nikaleta mauti ndani ya kanisa, nikaleta mauti ndani ya nyumba, nikaleta mauti ndani ya maishani mwangu, nikaleta mauti hata kwa mapato. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilidanganya. Dhambi hii ilipata nafsi kwa hiyo amri, ikapenya kidogo, ikatutingisha mpaka ikatutanganya, na kwa hiyo ikaniua polepole, ikanimaliza, ikaniua. Kwa sababu wakati nilipokuwa nafanya dhambi, wakati nilikuwa nafanya kuendelesha, au kuwa najua kwamba itafika mahali itakuwa, lakini sasa ikanitanganya,